Habari za tangu jana ndugu zangu. Ni nzuri sana. Twendeni Coco TV tukamuone Lolani Kalu. Baada ya kunipigia simu, vijana hawa wasanii kutoka Mwarakaya, Chonyi katika eneo bunge la Kilifi Kusini walisafiri ili kuja kuniona hapa katika Coco TV. Nikawasubiri mpaka nikachoka. Kumbe kuna demu kali. Umemwona wapi? Yule pale ndani. Wapi? Lakini hatujaja kutafuta mademu. Ona. Tumtafute mwanzo huyu. Wewe. Huyo Lolani Kalu tumwache. Tumwachaje Lolani Kalu maana tunachoma mafuta hapa. Huyu tutampata ama turudi basi. Yule demu ni mkali bana. Hatujakuja kutafuta mademu huko. Tufanyeni tuenzetu tumtafute Lolani. Huyu Lolani hatutampata sasa hii. Kuja kwa ajili ya nini kwani? Kwa ajili ya Lolani. Sasa tunafuata nini hapa? Wajua tumezunguka sana Kilifi yote. Na sasa bado kidogo tu. Ama kama itawezekana basi umpigie simu Lolani Kalu tujue kama tutampata ama la. Ngoja tu. Unamshangaa mstaarabu, mbona kwani tungoja kutafuta mademu huko? Hata mwanamke anataka kufuata mwanamke. Tudande. Kumbuka mwanamke ndio ni umbo la dunia. Mwanamke si kila kitu, tumtafute mwanzo, tukimpata tutafanya yote. Tumezunguka sana Marika Plaza, tunaweza mpata huko. Tuendelee tu tukumtafuta. Tutawapeleka kwa Lolani Kalu huko Coco TV. wakafurahi sana kusikia hivyo. Kumbe bwana huyo alikuwa hajui Marika Plaza iko wapi na wala hakuwapeleka pale nilipokuwa ili kukutana nami. Akawaacha mahali ambapo hawakujua watampata wapi. Unamtumia ngapi hizo? Namtumia hizi 5 zinamtosha ama? Zitamtosha Lolani tu. Alafu tuna edit sahi. Tutaedit alafu tumpate Lolani kwenye jungu la Lolani kila Jumapili. Itakuwa sawa. Kwani Lolani yako kipindi gani? Ako kwa jungu la Lolani pale Coco FM. Na wewe saa ngapi hiyo? Hicho kipindi cha Lolani huwa kinaanza saa ngapi mpaka saa ngapi? Saa 12 mpaka saa. Basi fanya haraka nichumtumanie ili aziedit. Ili akifika Lolani awe tushamaliza tayari ampatie. Sawa, ngoja niweke vitu yote hapa ndani. Itabidi ufanye haraka maana si umempigia simu amesema yaja. Yaja. Basi tusika sana, itabidi edit haraka ili akifika tu tumepata hata kama ni episode 2 itakuwa sawa. Hii inaitwa Usaliti. Hii series inaitwa Usaliti ya Africa Film Production. Si lazima mistari mingi hata kama kidogo. Kumbe nimeagizwa kufanya kazi nyingine kabisa. Kwani vipi huyu Lolani anakuja saa ngapi? Lolani ametuambia haitopita dakika 10 atakuwa amefika. Yaani simuelewe yani. Sasa tutafanya vipi hapa? Acha nikupigie freestyle. Unajua Lolani pia ana support vipaje. Acha nikupigie freestyle. Yaani mtoto mzuri yani. Hebu sikiza. Wendo sweet melanin yani kwako nimefall. Usije na cha mimi simba wendo pore. Kwenye penzi kikosea I'm sorry na macho yako legevu acha tu nikuite mdoli maana kwa penzi lako mtaani mimi natamba. Kwa kushujaa penzi lako nitalinda. Nipe mpira na kuahidi nitafunga uwanjani niko mara na zote ninacheza. Mimi pia wajua naimba. Au sio? Mwanzo nakumbuka kuna mtoto mkali sana aliniacha. Sasa ngoja nikupigie freestyle kama hiyo yani kumhusu wewe. Tupigie. Haikuwa rahisi. Gonjwa ulonipa kudhibiti. Majira ulonipa niliuguza. Sikuamini kama leo ngekukosa. Si ulisema utanipenda. Sambono umeniacha na mawazo umeenda. Usiku misilali. Macho juu ya dari na wazo na tafakari. Likutext mara ngapi hujanijibu. Usiwe kimya. Nahitaji jibu. Sije mshawoka nishikisha wazimu. Nikikumbuka na ipo puilo yani. Ipo puilo babu. Mimi niko na sio hizo nyingi. Mimi nataka tu Lolani akifika. Kila kitu yani tunamuelezea. Nataka mwanzo sasa umempigia sasa ama tangu ile time bado hujampigia? Nimempigia tena. Nimempigia tena akaniambia kwa hapo tu Chicken Collections hapo. Sasa ni hapa tu juu. Ama hata kuja basi. Unajua hata mimi niko karibu kugai. Lazima aje. Na hii issue ilikuwa muhimu kweli. Lazima support vipaji vya Omu naye.
Na pia usaliti pia usisahau hapo. Usaliti lazima nimtumie usaliti. Usaliti ajue kuwa kuna group inaitwa Africa Film Production iko maeneo ya Chonyi, Mwarakaya Ward. Mwanzo tunahitaji support kuhusu hivi vipaji. Tunahitaji support. Na kifika mimi mwenyewe nitafurahi maana kila kitu kitakuwa kiko sawa. Hapa tunamtegemea yeye tu. Hebu mpigie tena tujue kama ametoka ama bado. Acha nimpigie basi. Keti sana hapa mwanangu, nilijua. Sasa itabidi huyu Lolani kali. Tumsubirie na hii movie yetu ya usaliti ama. Afadhali nimekuona. Kulikoni tena? Kuna mapya au? Mapya tuke wapi? Mimi msimamo bado ni ule ule tu. Bado unampenda Fauzia. Itabidi hivyo. Na mstaarabu amemfuata ama ameenda wapi? Sijui ameenda huko. Lakini mpigie simu. Itabidi tuangalie movie yetu ya usaliti mwanzo. Vipi samani? Lolani. Salama tu, tumesubiri sana. Nyinyi ndio watu wa nini? Si ndio ulikuwa tunaangalia simu. Mtoka wapi nyinyi? Chuo cha Simba huko Chonyi. Mko mmekuja mnasemaje sasa? Sisi tunkuja tunahitaji support, niseme tuna movie yetu African Production, tunataka tufanyie kila kitu yani chenye kinaweza kitafanya kitatoka. Basi sawa, wacha tuzungumze si ndio? Hapa tuzungumze tuone kama itakuwaje, si ndio? Sawa. Tuko wengi lakini hatukufanikiwa kuja sote. Ilibidi tuje tu kidogo. Ndio kuja tupangia mambo ili tuweke sawa. Tuone tutasaidiana vipi. Yaani tunahitaji support kutoka kwako na tunahitaji support pia kutoka kwa FM. Sawa. Wacha tuone. Basi okay. Mlianza lini mambo haya? Ni mwaka jana tu. Mwezi kama huu. Sasa mtoka Chonyi wapi huko? Chonyi cha Simba pale. Ukifika cha Simba tu umetupata na tuna hiyo group yetu ya African Production. Cha Simba pale kwenye yale mawe yale magumu yale meusi. Unapita na hapo pale, huku ni nyuma sana. Ukifika pale kuna barabara mbili, hii inaenda Kaloleni na hii inaingia hivyo kama unaenda Mwarakaya huko. Okay. Sasa hivi group yenu ina watu wangapi? Group yetu iko na watu wengi sana. Sema tu vile tumeshindwa na usafiri, so tumekuja sisi kidogo ili kuja kuzungumza ama kutafuta support kwa Coco FM na tutashukuru pia tumekupata, umefika wakati mwafaka, japo tumesubiri ila sio sana. Hapo leni unajua kazi nyingi hizi zilikuwa na record vitu vingine kule. Kwa hiyo mna act, mnaimba, mnafanya nini tena kitu kingine? Sisi tuna act, tunaimba, hiyo tumebase kwa hiyo. Vipaji. Mna kamera, mnazo kamera? Changamoto yetu moja hapo ni hizo kamera. Kamera ndio changamoto kubwa sana. Sasa tukitaka kufanya filamu mpaka tukodishe, tutafute kama kuna watu wana kamera zao mnakodisha. Kuna kamera wenye huwa tunaongea nao na wanatufanyia, japo ni ile tu kusaidiana bila kusaidiana. Ila tunashukuru pia wao tukiamua tukipanga kitu kuchangiana nini ndio na sasa kuedit, mnao jamaa wa kuedit, kushoot na kuedit. Huyo mwenye huwa ana shoot ndo anatuditia movie zetu zikiwa tayari anatupatia. So changamoto kubwa ni hiyo. Tukipata kamera tutakuwa tumefanya vizuri na tumekuja Coco FM kwako ili tuje tutafute support pia, tujue venye utatusaidia na venye tutafanya, kama tutapata soko itakuwa vizuri sana. Hicho ndo kitu chenye sisi tunafikiria na chenye tumepanga tuje tukwambie. Shida ni hiyo. Basi haya. Alafu nyinyi hivi mmetengeza filamu ngapi kufikia sasa? Tangu mwanzo. Tulitengeza filamu zaidi kama 3. Kuna zingine zenye ni series, kuna nyingine yenye inaendelea sahihi ambayo haijaisha bado tunashoot, na kuna nyingine script yenye iliandikwa tunasubiri tumalize hii na hiyo pia tu shoot. Mimi kama assistant chairman. Kuna mkubwa wangu. Lakini kwa leo ameniachia majukumu haya.
Sasa wewe unaitwa nani jina lako kamili? Jina langu kamili naitwa Steven Chilango Munga. Na wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi mzaliwa wa Chonyi Sub County, Mwarakaya Ward, kijiji kinaitwa Silala. Na ukasoma wapi primary mpaka wapi, ukaendelea mpaka wapi? Primary nilisoma Mwarakaya Primary, but sikumaliza hapo, nilienda Mwazang'ombe Primary nikamaliza hapo class 8, then nikajiunga na shule ya upili ya wavulana ya Vitengeni. Okay. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Benju, ni mzaliwa wa Kolongoni, huko ndo naishi. Bahati nzuri nilikutana na director wangu hapa. Jina ni hilo, lakini anatumia jina la mstaarabu kwenye hizi production zetu. Okay. Sasa nyinyi kundi chenu mlianza lini na mlishikana vipi na mko wangapi? Kikundi tulikianza mwaka jana mwezi wa 5. Na tulikianza tukiwa na watu 12 peke yake. Wasichana wangapi na wavulana wangapi? Tulifanikiwa kupata wasichana 4 na wavulana 8. Changamoto yenye natukabili sisi ambayo ni kubwa ni hawa maactress wetu, waigizaji wetu wa kike. Wana nini? Unajua wengi bado hawajaamini kama uigizaji ni kazi yenye inaweza kutuletea kipato. Wengi wanaamini uigizaji ni uhuni. Wakija kwa location, kwa sababu kwa mfano kuna hizi scene za love scene. Ndio. Wanaamini zile love scene ni ukweli, ambapo si mnawatongoza kweli? Hapana. Sisi ile tunafanya kama kazi. Tunafanya kama kazi ambayo mwisho wa siku itatuletea kipato. Lakini wao wanabebwa na hiyo, alafu inakuwa sasa. Yani tuseme behind the scene, watu wanasema sisi ni kweli tunafanya ile love scene, ambapo kiukweli hatufanya ile love scene. So inatuia sisi ugumu kupata waigizaji wengi wa kike, kwa sababu familia yao hawana ile maarifa kwa ile ni kazi na hatufanyi chochote pale, ni uigizaji, si ukweli. Malengo yenu hasa hivi sasa hivi mnataka mfike mpaka wapi? Je, county imewasaidia, pengine serikali imewasaidia, ama kuna matatizo gani hasa kuhusiana na vijana na mipango ya vijana? Hapana. Hakuna mtu yote mwenye ashai kutusaidia. Ni sisi tunajikakamua, lakini tukisema kwa kuna serikali, hapana. Hakuna mtu hata mmoja binafsi hata mwenye ambaye amewahi kutusaidia. Ni sisi tunajikakamua na tunafika ile level yenye tumefikia sasa. Lakini hata kama kuna msaada wenye utatuhitaji, sisi tunautaka, kwa sababu hatuna kitu. Yani tunahitaji support kubwa sana, kwa sababu kitu cha kwanza hatuna vifaa. Tunafanya kukodi vifaa. Tuna kodi cameraman, kwa wengi wetu hatuna ujuzi wa kushika kamera na kuedit, kwa sababu hatujui mambo ya angle, hatujui mambo ya color. So tuna kodi mtu, ni pesa tunajichanga. At the end of the day tunaita cameraman mwenye pia ni editor, anatufanyia kazi, tunamlipa, sisi tunapewa, tuna upload. So kungekuwa na mtu maybe ana uwezo wa kutusaidia, na maybe ameona kazi yetu kwa tunafanya kazi nzuri, akona uwezo wa kutusaidia sisi, maybe vifaa, sisi tutamshukuru. Hata kama sio vifaa, lakini anaweza sema tukichukua Africa Film Production tukapeleka mahali, wakienda fanya kazi hapo wakipata kipato chao, sisi tutashukuru, kwa sababu pia hiyo ni support yenye tunahitaji. Sio YouTube, mmesema ni YouTube. Mimi mitandao nasikia watu wanalipwa pesa kwa sababu ya hiyo. Mmeanza kulipwa kwenye kazi zenu ama bado? Hapana. Bado hatujaanza kulipwa, kwa sababu hatujafikia vile vigezo. Na vigezo wao tunavifikia kwa sababu ya views kupanda, subscribers, watching hours, but bado hatujapata ile support kubwa yenye inaweza tufanya mpaka tukalipwa kama wale wenzetu. Na maudhui gani mko nayo? Mnatengeza movies za lugha gani na maudhui yapi? Tunatengeza kwa lugha ya Kiswahili. Tunatengeza kwa lugha ya Kiswahili. Although tunataka kabisa kutengeneza ya Kichonyi, lakini baadhi yetu pale ndani si Wachonyi. Ni watu kutoka wapi? Wengine wametoka bara. So inatuia ugumu pia kutengeneza ile
ya kimiji. Za kiculture. Ya kiculture. Okay. Sasa bwana, wewe una changamoto gani hasa wewe mwenyewe binafsi kuhusiana na mambo ya sanaa haya ambayo umeyaona hapa kwetu Kenya? Nikija kwako. Changamoto yetu kubwa sisi ni hiyo kamera, na mengi sana ameongea director wetu, na changamoto ni hiyo tu, kamera na mtu wa kuedit nini. Changamoto nyingi mpaka tukodishe kamera, utafute location ama kuchangiana ndo tupate kitu cha kwa tunaweza tukafanya movie. So sisi tumekuja kwako ndigeti na director wetu tukajadiliana kwa tutafute mtu mwenye anaweza akatupush ama akatusupport ama mwenye anaweza akatutafutia soko ili tuone kama tutapata urahisi wa kufanikiwa, sababu kama unavyojua kwenye mitandao hizi platforms nye watu wanasema kulipo mpaka ufikishe vigezo ndio ulipe. So sasa chenye tunataka kikubwa ni support kutoka kwa FM mko wako pia. Hiyo ndo changamoto kubwa yenye tunapitia, na kama tutapata kamera, mtu wa kuedit pia itakuwa vizuri sana. Okay. Sasa ile slogan inayosema uchonyi ugali ni nini maana yake? Wanasema uchonyi uko gali, lakini kwa watu wengine wenye wako na mafanikio. Kwa sababu kitu hakiwezi kuwa gali ama kuwa expensive bila wewe kufanikiwa. Okay. Mwisho kabisa nauliza tu, pengine mmeshasikia kwamba kuna teknolojia inaitwa AI ambayo inatumika sasa kwa mambo mengi sana, kutengeneza hata filamu na mambo kama hayo. Tushasikia, mpaka baadhi yetu pia tushaitumia. Lakini tuliachana nayo. Kwa nini? Tuliachana nao kwa sababu kuna watu wengi pia wanakosa kazi kwa sababu ya AI. Kama cameraman wetu. Tukisema tunafanya kitu na AI, cameraman wetu na editor wetu basi atakosa ugali. Ambapo AI ilikuja ikarahisisha vitu vingi sana. Ni nzuri lakini hakuna kizuri chenye kinakosa ubaya. Okay. Sasa kwa kuwashauri tu ni kwamba huyo cameraman wenu, huyo cameraman na huyo editor, hao ndio wanafaa kuwa mstari wa mbele kuitumia hiyo AI, kwa sababu wana ujuzi tayari wa kuambia ile marobot ya nani. Kwa hivyo si ati kwamba watakosa kazi. Ndio sasa inawapa kazi sasa, kwa sababu imekurahisishia kwamba huwezi kwenda pale kaya katikati ndani ukapiga, lakini ukiprompt ukiandika utapata hiyo kaya ndio hii, na wewe upige picha na ujiweke. Habari za tangu jana ndugu zangu. Ni nzuri sana. Twendeni Coco TV tukamuone Lolani Kalu. Yule kwa sababu anajua camera angles, anajua kila kitu, itakuwa rahisi kwake. Si ati aseme kwamba anakosa kazi sasa. Ni kwamba kazi ndio imekuja sasa. Mngekuwa ndio mnaweka video nyingi zaidi kwa siku kupitia hiyo AI. Na ni nyinyi wenyewe tayari. Kwa sababu siku hizi sasa unaweza ukatengeneza hiyo sauti yako, ukaiclone hiyo sauti. Na ikawa unazungumza kama wewe hivi unavyozungumza. Naelewa Kwa hiyo mimi ushauri wangu wa kwanza, mnaweza kuitumia hiyo AI bila kuiogopa. Na itawaletea mapato zaidi ya hivi mnavyopata. Unaweza kupeleka kamera katikati ya bahari? Hapana. AI inaweza sasa wewe ukawa mvuvi na script ikawa inasema wewe ni mvuvi wa samaki. Usiku wa manane uko baharini, na AI ikakuletea hiyo scene, unavua samaki pale na ukapata yule samaki, ukashtoka naye ukaenda naye mpaka Majajani, ukaenda naye mpaka Chasimba, ukaenda kumuuza. Unaona Tumepata samaki wa kutosha. Jungu la Lolani Coco FM, ladha ya pwani. Kwa hivyo mimi ushauri wangu wa kwanza, simekuja kutafuta ushauri pia na mambo kama ushauri wa kwanza ni kwamba mnaweza mkachanganya hivi vitu viwili. Hiyo AI ndio teknolojia za siku hizi. Na imefunguliwa sasa na haiko ghali kuitumia. Ni kama hizi tokens tu za internet. Mimi nimekuelewa. Ndio hivyo basi, vijana wanazidi kujikakamua katika tasnia hii ya sanaa ambayo ina mapana na marefu. Nikiripotia Coco TV, mimi ni Lolani Kalu. Tukalilole, Jungu la Babu, Coco Fwemu, Babu Lolani. Twendeni tukalilole, Jungu la Babu, nataka kupakuliwa.
FM. Ladha ya Pwani. Hatani hoa. Coco FM, ladha ya Pwani.